msimamizi huru mediator atafutwe kwa uangalifu mkubwa na kwa wakati ili kulinusuru taifa letu kurejesha amani, utulivu na demokrasia ya kweli nchini. Wapo watu mashuhuri wenye uzoefu mkubwa katika utatuzi wa migogoro ya kisiasa sehemu mbalimbali duniani. Kwa mfano mzee Thabo Mbeki, Abiy Ahmed, huyu ni wa Ethiopia, Abiy Ahmed, Dr. Lazarus Chakwera aliyeletwa na Jumuiya ya Madola hapa, mwana Afrika mwenzetu na yuko tu hapa Malawi. Lakini mzee Obasanjo, hawa wazee wapo. Afrika inashindwa nini? AU inashindwa nini? SADC inashindwa nini? EAC inashindwa nini? Kuwaleta hawa wazee waje wafanye kazi hapa ya kulisaidia taifa letu. Lakini ndani ya nchi wako watu wanaoheshimika na kuaminika katika kusimamia haki kama mzee Joseph Sinde Warioba, Profesa Anna Tibaijuka, mzee Juma Duni Haji au Babduni, Profesa Raymond Mosha, Profesa Isa Shivji, Dr. Helen Kijo Bisimba, mzee Jenerali Twaha Ulimwengu. Hawa ni watu ambao wako neutral, unaweza kuwakabidhi jukumu wakalifanya vizuri kabisa. Ukichukua watu wa nje ukaunganisha na watu tulionao hapa ndani, watu prominent ambao wanaisema kweli. Na hapa nimezungumza, ndio maana unaona hapa combination ya hapa unakuta kuna wana CCM mle, kuna Chadema mle, kuna ACT Wazalendo mle, kuna academician wanazuoni tu mle, kuna independent watu wazoefu wa mambo ya nje na nini, wazoefu wa masuala mbalimbali bila kujali. Ndio maana nimeweza kuwataja. Mimi ni mpinzani lakini nimewataja baadhi ya wana CCM wako humu. Tunawaamini kutokana na wanavyoweza kusimamia mambo bila kujali mambo ya vyama. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tukienda kwenye usuluhishi wa kweli, tukatafuta msimamizi huru wa kututoa hapa tulipo akasimama kama nilivyosema pale awali, ili kila mmoja tupate fursa ya kuingia na kwenda kutoa ushauri na kwenda kuwasilisha changamoto zilizojitokeza, tuna uhakika kabisa kwamba nchi yetu itatoka hapa ilipo. Sasa ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa Watanzania wote walioko mjini na vijijini kuchukua hatua za kushinikiza kwa mtawala na serikali yake kama ifuatavyo. Sasa hatuwezi kutulia tu. Haya yote yanayotokea haya hatuwezi kunyamaza. Kwa kweli hatuwezi kunyamaza. Na hata wale wanaofikiri kwamba tutanyamaza wanajielekeza vibaya. Hatuwezi kunyamaza wakati taifa letu linafanywa haya linayofanyiwa. Ndio maana nikahoji pale kwamba hata mpaka unajiuliza hawa wanaoyafanya haya wanataka kulifanyia nini taifa? Moja, kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya, bunge la Marekani na jumuiya za nasema kutekeleza tunasema kwamba na waomba wananchi washinikize kwa mtawala na serikali yake kufanya yafuatayo. La kwanza, kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya, bunge la Marekani na jumuiya ya Madola. Maazimio hayo yatekelezwe kwa wakati kabla ya nchi hajatumbukia kwenye matatizo makubwa ikiwemo kutengwa, kuwekewa vikwazo katika shughuli za kijamii na kiuchumi au kufukuzwa wanachama. Tusifike huko. Namba 2, kuchukua hatua za kukomesha vitendo vya uvunjifu wa sheria na katiba ya nchi unaofanywa kwa makusudi na serikali ya awamu ya 6, unconstitutional and lawlessness, na kupelekea kushamiri kwa wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha na rasilimali za umma, matukio ya watu kutekwa, kupotezwa, kuuawa, pamoja na kuminywa kwa demokrasia nchini, kukomesha dhuluma na uonevu wa kila aina ulioshamiri kila pembe ya nchi na kuasili zaidi wanyonge. Sasa hivi hapa tulipo hapa tuna tatizo kubwa zaidi kuliko hata la katiba, kwamba hata ile katiba tu tulionayo serikali ya awamu ya 6 haitekelezi.
na sio kuitekeleza tu, na sio kwamba haitekelezi tu, inaivunja kila uchao, kwa sababu hizi changamoto zote hizi tunazoziainisha zimekatazwa kwa mujibu wa katiba, lakini serikali hii haioni haya kuvunja sheria za nchi, haioni haya kuvunja katiba ya nchi, haioni haya. Na ndio maana kuiba fedha za umma haioni haya, kuuza rasilimali za nchi haioni haya, na kutekwa watu na kupotea. Matukio kama hayo ya uonevu wa wazi, tume zimeundwa na rais, zimekataa watu kubambikizwa kesi alizoziunda yeye mwenyewe, zimesema watu wanaonewa, lakini zinamaliza kutoa matamko, watu wanaenda kukamatwa kesho. Kwa hiyo sheria zinavunjwa kila uchao na bila soni. Sasa ina maana taifa hapa lilipofikia, hata ukipata katiba ya namna gani, bado taifa hili litatumbukia, kwa sababu kama watu wanaweza kuivunja katiba regardless of, yani inavunjwa. Kwa hiyo wananchi ni lazima waingilie kati kushinikiza kuipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi. Lakini la tatu, lazima washinikize kupatikana kwa katiba mpya na kufumua sheria zote za uchaguzi na kutungwa upya sheria za uchaguzi mapema kabla ya mwaka 2028. Watanzania wananyanyasika kwa sasa hivi kwa sababu wana viongozi ambao hakuwachagua. Sasa kama una kiongozi ambaye hakuchagua, hawezi kukuthamini, atakufanyia haya kwa sababu hauko connected naye, Kwa hiyo Watanzania washinikize kupatikana kwa katiba mpya haraka sana iwezekanavyo kabla ya mwaka 2028. Katiba mpya huyu imepatikana, na hili linawezekana, lakini inahitaji mashinikizo makubwa kutoka kwa wananchi wote. Jambo la 4, kufutwa kwa uchaguzi batili wa Oktoba 2025 na kuitisha uchaguzi mpya ili kuwapa nafasi wananchi kuchagua viongozi wao wanaowataka katika ngazi ya rais, wa bunge na madiwani. Haya ndiyo mambo manne ambayo naweza nikapendekeza katika hii siku ya leo, ambayo ninajadili taarifa ya Jumuiya ya Madola, ninajadili uteuzi wa tume ya jinai iliyoteuliwa na mtawala na kuzinduliwa majuzi. Kwa hiyo pamoja na taarifa hii pia, kama nilivyosema, nitaambatisha kwa maana ya waandishi wa habari watakabidhiwa dokumenti hii ambayo ya siku ile ya tarehe 16 Aprili 2026 Dar es Salaam, nikiwa kwenye tume na Chakwera, na pia mtapata pia kwa maandishi hata hiki ambacho nimekiandika hivi leo. Nimalizie kwa kusema tena niwashukuru sana kwa kushiriki, waandishi wa habari, kwa kutoa hii fursa walau niweze kuzungumza haya mambo ambayo taifa letu linayapitia katika kipindi hiki kigumu, na naendelea tu kusema kwamba ni lazima Watanzania tuendelee kushikamana kuliko wakati wowote. Na hata vyama vya upinzani, wapinzani wenzangu, na waomba waache mambo hayo ya kutengenezeana maneno ya kutengenezewa nao kesi za hapa na pale. Mnaondoka kwenye jukumu la msingi, mnacheza ngoma ya mtawala. Acheni, tusimameni. Watanzania wanatutegemea. Watanzania kwa sasa wanategemea vyama vya upinzani kuwatoa hapa walipo. Msikubali kufanya dhambi ya kutakasa maovu yaliyofanywa na serikali hii ya CCM. Msikubali. Mwenyezi Mungu atawasaidia. Tunajua ziki kubwa tulizo nazo, maana kufanya upinzani Tanzania ni afadhali hata mababu zetu waliopambana na wakoloni. Hawa wenzetu tulio nao ni zaidi ya wakoloni. Kama wanaweza kuua watu 518 siku moja, wakauawa, wakazikwa, na wengine hata hawajulikani walipo mpaka sasa hivi, na hawakuona soni wala kuomba radhi wala kufanya chochote,
Hakuna mkoloni aliyekuwa mkatili kiasi hicho. Lakini tunaofanya upinzani ambao unaweza ukakamatwa tu wawekwa ndani bila hata sheria, ukaanza kuzungushwa tu na maneno ambayo hayaeleweki. Lakini unaweza ukapotezwa, unaweza ukakamatwa ukakaa gerezani muda mrefu, unaweza ukakamatwa ukaenda kuuawa, unaenda ukakamatwa unashushwa kwenye basi unaenda kuchinjwa hadharani. Maana tunafanya siasa ambazo ni ngumu kweli kweli. Ni za kipindi ambacho nidhamu ambayo haiwezi kupigiwa mfano, haina rekodi wa ulinganifu, haina best practice. Haina best practice. Ni sisi tunayashuhudia haya. Kwa hiyo msikubali kutumika na watawala hawa, msikubali kutumika na Chama cha Mapinduzi kuindozi uhalifu uliofanyika. Wapinzani tuungane kwa pamoja. Haya mambo mengine ya chama hiki, mara hiki chama kiko hivi, mara hiki chama, tuacheni, tusimame kwenye hoja ya kuwatetea Watanzania. Mijadala mingine itakuja baadaye. Lakini cha sasa tunatakiwa kulipigania taifa letu, kulitoa mikononi mwa huu udhalimu unaoendelea. Nadhani nimeeleweka. Asanteni sana na nyinyi baadhi ya wananchi mliokuja kunisikiliza, na washukuru sana kwa uvumilivu wenu. Najua pia hotuba yangu imekuwa ndefu kidogo. Asanteni sana. Niseme tu mambo nilio mimi, kwa sababu nilikuwa nazungumzia masuala ya tume ya Chakwera, na nikasema kwamba nilitumia masaa 3 kwenye ile tume kwenda kutoa maoni yangu, na niliwasilisha document ya page 70, lakini nilimweleza mambo mengi Chakwera katika hiyo page 70. Niliweka vielelezo vyote vya namna tulivyofanyiwa katika kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi, kwenye uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Nilimweleza kwa kina, na katika hizo page 70 nganipatisha mpaka na vielelezo vyote vya matukio yote. Na kwa summary tu, mambo mawili hapa ni yaseme. Yako mengi nimeorodhesha vitu vingi, lakini kwa summary hapa niseme mambo mawili. Moja nililomweleza ni kwamba ndugu Samia Suluhu Hassan ashauriwe kujiuzuru nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuliponya taifa na kuanza upya. La pili nililomweleza, uchaguzi haukuwa huru na haki, jambo ambalo pia lilithibitishwa na watazamaji wa kimataifa wa SADC na EU. Uchaguzi ulikuwa batili na ulisimamiwa na tume batili, hivyo viongozi wote, rais, wa bunge na madiwani waliotangazwa ni batili, pamoja na mambo mengine. Lakini hayo mambo mawili nilimweleza Chakwera na tume yake. Na katika mapendekezo pia niliweka mapendekezo mengi, lakini nitasema mapendekezo mawili tu kwa ajili ya muda. Mapendekezo yangu namba 1 kwenye hilo tume ya Chakwera, niliomba kwamba kuundwe tume huru ya uchunguzi itakayoongozwa na Jumuiya ya Madola au taasisi yote ya kimataifa ambayo taifa ni mwanachama, ambayo Tanzania ni mwanachama, na jambo hili lifanyike haraka iwezekanavyo. Lakini jambo la pili nililotoa maoni yangu ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wa Tanzania ufutwe na kutangazwa uchaguzi mwingine ili kuwapa fursa wananchi waweze kuchagua viongozi wao wanaowataka wao. Hayo ndio mambo makubwa ambayo niliyawasilisha kwenye hiyo taarifa, na leo nimekusudia kwamba hiyo mazungumzo yangu baina yangu mimi na tume ya Chakwera nitayaweka hadharani leo ili Watanzania wote wajue, maana hali ya nchi inazidi kuwa mbaya. Tulitarajia kutakuwepo na mabadiliko yanayoweza kubadilika, lakini tunavyoona hali inazidi kuwa mbaya badala ya kuendelea kupata unafuu. Kwa hiyo leo hii nitashare na nyinyi waandishi wa habari muweze kufikishia umma mambo gani tulizungumza na Chakwera. Mwishowe ipo siku yatabadilishwa na haya. Watasema kwamba kina Mpina walipoenda kwa Chakwera walienda kusema maneno haya na haya na haya na haya. Lakini humu kumesheheni mambo yote. Uongo wote uliowekwa, mpaka Mpina alijiunga na chama cha ACT Wazalendo tarehe 5. Alijiunga sijui tarehe ngapi? Alijiunga tarehe 5. Humu nimeambatisha nyaraka zote za mpaka kujiunga kwangu wanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Watanzania wakasome ukweli wote. Leo tarehe 29 mwezi wa 7 2025, wakati
wakati ukisoma ile barua ya msajili anazungumza Mpina alijiunga na chama cha ACT Wazalendo tarehe 5 mwezi wa 8 2025. Mimi hii ndio kadi yangu na itasirculate kwa Watanzania wote waweze kuona. Lakini pia kwa kusingiziwa kwamba nimevunja kanuni za chama. Kanuni za chama zote, hakuna jambo hilo linalozungumzwa na msajili mahala popote lilipo. Jambo la katiba lote hamna mahala popote lilipo. Na hii document yote hii nitaipeleka kwenye umma kama ilivyo. Document yenye kurasa 70, wa Tanzania wakasome mambo yote humu yamewekwa. Na nitakuwa tayari mahala popote, sehemu yoyote nitakapoitwa na chombo kilicho huru. Sio hizi zinazoundwa na mtawala, hizi siwezi kwenda. Hata hii iliyoundwa ya kijinai, hata kama watakuwa na mamlaka ya kuleta sama, sitaipinga mahakamani. Siwezi kwenda kwenye jambo ambalo halieleweki, kwenda kusikilizwa na jambo ambalo halieleweki. Lakini wakija wasuluhishi wa kimataifa ambao hawana upendeleo, mimi nitakuwa wa kwanza kufika, na nitaenda na nyaraka zangu zote kwenda kueleza mambo yaliyotokea. Sasa nimalizie kwa kusema hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, kumekuwa na kupuuzwa kwa miito mbalimbali ya jumuiya ya kimataifa kuhusu matukio ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, ambapo mtawala mara kwa mara amekuwa akinukuliwa akisema asiingiliwe na jumuiya hizo na kuhoji wakati mwingine who are you. Mpaka sasa hakuna nia ya dhati ya utashi wa kisiasa ya kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa, ikiwemo bunge la Ulaya EU Parliament, bunge la Marekani Congress na jumuiya ya madola. Kwani serikali licha ya kupewa maonyo mbalimbali, serikali imezidisha zaidi dhuluma na uonevu kwa wananchi, ikiwemo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, wananchi kukamatwa na kufunguliwa kesi na kubambikizwa uhaini na ugaidi. Aidha, tangu machafuko ya Oktoba 2025 yaliyosababisha mauaji ya watu wasio na hatia 518, zaidi ya 518, na majeruhi zaidi ya 2390, na kuminywa kwa demokrasia ya vyama vingi nchini kwetu, nchi za jumuiya za Umoja wa Afrika EU, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki EAC haijajishughulisha na mkwamo wa kisiasa uliokumba taifa letu la Tanzania, jambo ambalo ni la kushangaza na sio kawaida, kwani tunakumbuka ilipotokea machafuko ya uchaguzi nchini Kenya mwaka 2007, EU ilipeleka tume ya usuluhishi ambayo ilifanya kazi nzuri sana na kupata mwafaka katika nchi hiyo. Sasa leo hapa Tanzania tujiulize, EU wanasubiri Tanzania mpaka wauawe wananchi wangapi? Umeshaambiwa sasa hivi wameuawa wananchi zaidi ya 518, na wananchi zaidi ya 518, watu wengine walisema zaidi ya watu 10,000, ambao hesabu inakubali. Kama ukisema zaidi ya 518 mathematically inakubalika kwamba na wale waliosema 10,000 na wenyewe wako sahihi. Sasa EU, SADC na EAC zinasubiri Tanzania mpaka wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna mgogoro? Wanasubiri Tanzania wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna ukiukwaji wa haki za binadamu? Wanasubiri wauawe watu wangapi? Kwa nini mpaka leo EU iko kimya? Umoja wa Afrika uko kimya? Kwa nini mpaka leo SADC wako kimya? Kwa nini mpaka leo EAC iko kimya? Kwa nini? Na kwa nini kipindi kile yalipotokea machafuko Kenya, kwa nini EU iliingilia kati haraka sana na kupeleka tume ya maridhiano? Kwa nini leo tunazungumzia jumuiya ya madola, watu wa mbali huko kuja kuingia kwenye bara hili na kufanya na kuona kwamba kuna tatizo Tanzania, lakini EAC, jumuiya ya Afrika Mashariki, haioni kama kuna tatizo Tanzania? Umoja wa Afrika hauoni kama kuna tatizo Tanzania? Jumuiya ya Afrika Kusini jumuiya ya nchi za Afrika, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika, na zenyewe hazioni kama kuna tatizo Tanzania. Watu wameuawa zaidi ya 518. Watu kila leo wanafunguliwa kesi za ugaidi na uhaini. Watu kila leo wanatekwa na kupotea. Wao hawajaona kama kuna ukiukwaji wa haki za binadamu. Wao hawajawahi kuona. Leo Tundu Lissu yuko mahakama, yuko magereza mwaka mzima na kitu.
mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini. Wagombea wamefutwa kugombea kwa mabavu, kwa nguvu. Hizi jumuiya za Afrika wenyewe wanasubiri mpaka iweje ndio waje kutatua matatizo yaliyopo hapa. Na kwa nini viongozi waliokuwepo kule nyuma walikuwa wanaona dosari, wanakimbia haraka sana kwenda kuitatua? Kwa nini leo kwenye bara la Afrika imeshindikana? Hao viongozi wetu hao wanakutana na hizi jumuiya ziko kwa ajili ya nini? Na kama Tanzania inaendelea kulipa fedha kwenye jumuiya hiyo, Watanzania wanaendelea kulipa hizo fedha zao kwa ajili ya nini kwenye hizo jumuiya? Kwa ajili ya kufanya nini kama jumuiya zenyewe ni kama zipo hazipo? Kwa kuwa jumuiya ya Afrika, kwa kuwa jumuiya za Afrika zimejiweka kando na serikali ya Tanzania kukosa dhamira ya dhati kuitoa nchi yetu kwenye mkwamo, na atoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuingilia kati, kufuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa maazimio wanayoyatoa kwa Tanzania. Aidha, kwa hali inavyoendelea, nchi yetu inaenda kutengwa, itawekewa vikwazo au kufukuzwa uwanachama kabisa wa jumuiya za kimataifa. Kwa namna tunavyoenda, tunaweza kufikishwa huko, na taifa letu likifikishwa huko, tumeingia kwenye matatizo makubwa. Taifa letu ni changa, na kwamba ustawi wake unategemea ushirikiano wa nchi nyingine, ikiwemo upatikanaji wa mikopo, dawa zote ziwe za binadamu, ziwe za wanyama, ziwe za mimea, masoko ya mazao ya kilimo, masoko ya mazao yote tunategemea nje. Mazao, kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, pembejeo, mpaka nguo, matibabu, biashara, ushirikiano wa kitaaluma, masoko, diplomasia, wawekezaji, watalii, tunategemea. Na hata tulipouliza kwamba who are you, ilifedhesha sana. Mtu ambaye ni tegemezi kiasi hiki, unawahoji who are you? Kwa mtu tegemezi kama wewe, mpaka hata dawa tu za kuwatibu watu wako, huna dawa hata ya kuanzia. Kukodi hatuwezi kukusanya, tunategemea kukopa na kuomba misaada. Sasa tukiingia kwenye mgogoro huu mkubwa kwa mahitaji haya tunaowahitaji, ustawi wa taifa letu utakuwaje? Baadhi ya nchi ya Afrika zilizowahi kutengwa, kuwekewa vikwazo na kusimamishwa wanachama wa Jumuiya ya Madola, mfano nchi ya Zimbabwe, CMAG ilisimamisha wanachama Zimbabwe tangu Machi 2002, miaka 24 iliyopita, kufuatia ghasia ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa urais uliokuwa na ushindani mkubwa baina ya Robert Mugabe wa chama cha ZANU-PF na Morgan Tsvangirai wa chama cha Movement for Democratic Change MDC. Kutengwa kwa nchi ya Zimbabwe na Jumuiya ya Madola kumepelekea wananchi wa taifa hilo kupata mateso na matatizo makubwa kupindukia. Paka leo Zimbabwe hakujakaa sawa. Michezo hii mnaambiwa hivi mnatokea huku, mnaambiwa hivi mnatokea huku, mnaambiwa huku mnatokea huku. Mwisho kweli mnafungiwa. Wa Zimbabwe leo wanateseka leo. Wa Zimbabwe wanateseka, watoto wanaozaliwa leo Zimbabwe kwa makosa yaliyofanywa na viongozi ambao leo hawako hata madarakani. Tayari nchi yetu imeanza kuonja madhira makubwa ya kuwekewa vikwazo na jumuiya za kimataifa, licha ya serikali kueleza kuwa wamepeleka barua 25 za kujitetea duniani. Marekani ilipitisha azimio la kisheria la maseneta wake wawili ambao ni Ted Cruz wa chama cha Republican na Jen Shaheen wa chama cha Democrat ya kuionya na baadaye kuiwekea vikwazo Tanzania. Kwa sasa Marekani imeweka vikwazo kwa Watanzania kupata visa na kusababisha usumbufu mkubwa, hususan kwa wanafunzi, wagonjwa wanaosoma na kutibiwa Marekani, lakini pia wafanyabiashara na wawekezaji. Na mimi nilipata kesi, nimefikiwa na wanafunzi wengi sana ambao wamekosa visa ya kwenda Marekani, na wengine ambao wako Marekani wameshindwa kuja likizo kwa sababu visa zitolewe, jambo ambalo ni matatizo kweli kweli. Na pia bunge la Jumuiya ya Umoja wa Ulaya limepitisha azimio la kunyima Tanzania misaada ya euro milioni 156 ambao ni kama bilioni 440. Jumuiya ya Madola and the Commonwealth imetoa maazimio 4 ya ratiba ya utekelezaji, na baada ya hapo itachukua hatua ikiwemo kuweka vikwazo vya kiuchumi. Sasa
Marekani tayari tuko kwenye 18 zao. Umoja wa Ulaya tuko kwenye 18 zao. Jumuiya ya Madola tuko kwenye 18 zao, tayari tumepewa maazimio 4 tuyatekeleze, ambayo uwezo wa kuyatekeleza na nia ya dhati nayo hatuna. Sasa matamko ya mtawala kuhusu msimamo wa jumuiya za kimataifa kuwa jumuiya hizo zisiingilie uhuru wa nchi ni kuchochea uhasama na mgogoro wa kidiplomasia ya kimataifa, kwani mikataba ya kimataifa iko wazi kuhusu haki za binadamu na demokrasia, ambapo Tanzania imeridhia. Kwa mfano, mikataba hiyo, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1966, the Universal Declaration on Human Rights of 1948 and etc. Hizo zote tumeziridhia, zote zinazohusu haki za kidemokrasia, zinazohusu haki za binadamu. Kwa hiyo hauwezi tena ukachomoka kwenye hilo hata ungefanya vipi. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa mwanachama mtulivu na kisiwa cha amani katika jumuiya za kimataifa, wala haijawahi kujieleza. Kabla ya hapa sisi kama Watanzania katika jumuiya za kimataifa hatujawahi hata kuandikiwa barua ya kujieleza, hatujawahi kuwekewa vikwazo wala kusimamishwa uwanachama katika Jumuiya ya Madola au jumuiya nyingine yoyote ile ya kimataifa. Na badala yake Tanzania imekuwa msuluhishi wa migogoro ya kisiasa katika mataifa mbalimbali katika mataifa mbalimbali duniani. Si ndio uzoefu tulio nao? Ndio uzoefu tulio nao. Lakini na nchi yetu Tanzania imeshuhudiwa kwa kutoa viongozi wakubwa kwenye jumuiya kubwa za kimataifa. Na nyinyi mnakumbuka kwamba katibu mkuu wa bunge la Jumuiya ya Madola, yani Secretary General of the Commonwealth Parliamentary Association CPA, Dr. William Ferdinand Shija, akiwa Mwafrika wa kwanza alishika wadhifa huo katika bunge hilo, bunge la CPA. Tuliweka katibu mkuu sisi pale, katika katibu mkuu wa bunge la Jumuiya ya Madola, ambaye Dr. William Ferdinand Shija akashika nafasi akiwa Mwafrika wa kwanza kwenye jumuiya hiyo. Lakini mnamkumbuka pia tuliwahi kupeleka naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN, Dr. Asha Rose Migiro. Tanzania, ndio sifa za Tanzania, sio kwenye migogoro ya hivi. Tanzania inajulikana kwa kupeleka prominent leader duniani na sio kwenye migogoro ya namna hii. Watanzania, tusikubali taifa letu kuingizwa kwenye mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na kiuchumi kwa ubabe wa watawala ambao sababu za kufanya hivyo wanazijua wao. Watanzania, tusikubali taifa letu kuingizwa kwenye mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na kiuchumi kwa ubabe wa watawala ambao sababu za kufanya hivyo wanazijua wao. Abadani aslani tusikubali. Abadani aslani tusikubali. Ni lazima tushinikize ukweli, haki na uwajibikaji ili kuliponya taifa letu. Mwisho, msimamizi huru mediator atafute kwa uangalifu mkubwa na kwa wakati ili kulinusuru taifa letu, kurejesha amani, utulivu na demokrasia ya kweli nchini. Wapo watu mashuhuri wenye uzoefu mkubwa katika utatuzi wa migogoro ya kisiasa sehemu mbalimbali duniani. Kwa mfano mzee Thabo Mbeki, Abiy Ahmed, huyu ni wa Ethiopia, Abiy Ahmed, Dr. Lazarus Chakwera aliyeletwa na Jumuiya ya Madola hapa, mwana Afrika mwenzetu na yuko tu hapa Malawi. Lakini mzee Obasanjo, hawa wazee wapo. Afrika inashindwa nini? AU inashindwa nini? SADC inashindwa nini? EAC inashindwa nini? Kuwaleta hawa wazee waje wafanye kazi hapa ya kulisaidia taifa letu. Lakini ndani ya nchi wako watu wanaoheshimika na kuaminika katika kusimamia haki kama mzee Joseph Sinde Warioba, Profesa Anna Tibaijuka, mzee Juma Duni Haji au Babdun, Profesa Raymond Mosha, Profesa Isa Shivji,
Dr. Helen Kijo Bisimba, Mzee Jenerali Twaha Ulimwengu. Hawa ni watu ambao wako neutral, unaweza kuwakabidhi jukumu wakalifanya vizuri kabisa. Ukichukua watu wa nje ukaunganisha na watu tulionao hapa ndani, watu prominent ambao wanaisema kweli. Na hapa nimezungumza, ndio maana unaona hapa combination ya hapa unakuta kuna wana CCM mle, kuna Chadema mle, kuna ACT Wazalendo mle, kuna academician wanazuoni tu mle, kuna independent watu wazoefu wa mambo ya nje na nini, wazoefu wa masuala mbalimbali, bila kujali. Ndio maana nimeweza kuwataja. Mimi ni mpinzani, lakini nimewataja baadhi ya wana CCM wako humu. Tunawaamini kutokana na wanavyoweza kusimamia mambo bila kujali mambo ya vyama. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tukienda kwenye usuluhishi wa kweli, tukatafuta msimamizi huru wa kututoa hapa tulipo, akasimama kama nilivyosema pale awali, ili kila mmoja tupate fursa ya kuingia na kwenda kutoa ushauri na kwenda kuwasilisha changamoto zilizojitokeza, tuna uhakika kabisa kwamba nchi yetu itatoka hapa ilipo. Sasa ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa Watanzania wote walioko mjini na vijijini kuchukua hatua za kushinikiza kwa mtawala na serikali yake kama ifuatavyo. Sasa hatuwezi kutulia tu. Haya yote yanayotokea haya hatuwezi kunyamaza. Kwa kweli hatuwezi kunyamaza. Na hata wale wanaofikiri kwamba tutanyamaza wanajielekeza vibaya. Hatuwezi kunyamaza wakati taifa letu linafanywa haya linayofanyiwa. Ndio maana nikahoji pale kwamba hata mpaka unajiuliza, hawa wanaoyafanya haya wanataka kulifanyia nini taifa? Moja, kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya, bunge la Marekani na jumuiya za nasema kutekeleza tunasema kwamba nawaomba wananchi washinikize kwa mtawala na serikali yake kufanya yafuatayo. La kwanza, kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya, bunge la Marekani na jumuiya ya madola. Maazimio hayo yatekelezwe kwa wakati kabla ya nchi hajatumbukia kwenye matatizo makubwa, ikiwemo kutengwa, kuwekewa vikwazo katika shughuli za kijamii na kiuchumi au kufukuzwa wanachama. Tusifike huko. Namba 2, kuchukua hatua za kukomesha vitendo vya uvunjifu wa sheria na katiba ya nchi unaofanywa kwa makusudi na serikali ya awamu ya 6, unconstitutional and lawlessness, na kupelekea kushamiri kwa wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha na rasilimali za umma, matukio ya watu kutekwa, kupotezwa, kuuawa, pamoja na kuminywa kwa demokrasia nchini, kukomesha dhuluma na uonevu wa kila aina ulioshamiri kila pembe ya nchi na kuasili zaidi wanyonge. Sasa hivi hapa tulipo hapa tuna tatizo kubwa zaidi kuliko hata la katiba, kwamba hata ile katiba tu tulionayo serikali ya awamu ya 6 haitekelezi. Na sio kuitekeleza tu, na sio kwamba haitekelezi tu, inaivunja kila uchao. Kwa sababu hizi changamoto zote hizi tunazoziainisha zimekatazwa kwa mujibu wa katiba. Lakini serikali hii haioni haya kuvunja sheria za nchi, haioni haya kuvunja katiba ya nchi, haioni haya. Na ndio maana kuiba fedha za umma haioni haya, kuuza rasilimali za nchi haioni haya, na kutekwa watu na kupotea. Matukio kama hayo ya uonevu wa wazi, tume zimeundwa na rais, zimekataa watu kubambikizwa kesi alizoziunda yeye mwenyewe. Zimesema watu wanaonewa, lakini zinamaliza kutoa matamko, watu wanaenda kukamatwa kesho. Kwa hiyo sheria zinavunjwa kila uchao na bila soni. Sasa ina maana taifa hapa lilipofikia, hata ukipata katiba ya namna gani, bado taifa hili litatumbukia, kwa sababu kama watu wanaweza kuivunja katiba regardless of, yani inavunjwa. Kwa hiyo wananchi ni lazima waingilie kati kushinikiza kuipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi. Lakini la tatu,
lazima washinikize kupatikana kwa katiba mpya na kufumua sheria zote za uchaguzi na kutungwa upya sheria za uchaguzi mapema kabla ya mwaka 2028. Watanzania wananyanyasika kwa sasa hivi kwa sababu wana viongozi ambao hawakuwachagua. Sasa kama una kiongozi ambaye hakuchagua, hawezi kukuthamini. Atakufanyia haya kwa sababu hauko connected naye. Kwa hiyo Watanzania washinikize kupatikana kwa katiba mpya haraka sana iwezekanavyo kabla ya mwaka 2028. Katiba mpya hiyo imepatikana na hili linawezekana, lakini inahitaji mashinikizo makubwa kutoka kwa wananchi wote. Jambo la 4, kufutwa kwa uchaguzi batili wa Oktoba 2025 na kuitisha uchaguzi mpya ili kuwapa nafasi wananchi kuchagua viongozi wao wanaowataka katika ngazi ya rais, wa bunge na madiwani. Haya ndiyo mambo manne ambayo naweza nikapendekeza katika hii siku ya leo, ambayo ninajadili taarifa ya Jumuiya ya Madola, ninajadili uteuzi wa tume ya jinai iliyoteuliwa na mtawala na kuzinduliwa majuzi. Kwa hiyo pamoja na taarifa hii pia, kama nilivyosema, nitaambatisha kwa maana ya waandishi wa habari watakabidhiwa dokumenti hii ambayo ya siku ile ya tarehe 16 Aprili 2026 Dar es Salaam, nikiwa kwenye tume na Chakwera, na pia mtapata pia kwa maandishi hata hiki ambacho nimekiandika hivi leo. Nimalizie kwa kusema tena niwashukuru sana kwa kushiriki, waandishi wa habari, kwa kutoa hii fursa walau niweze kuzungumza haya mambo ambayo taifa letu linayapitia katika kipindi hiki kigumu, na naendelea tu kusema kwamba ni lazima Watanzania tuendelee kushikamana kuliko wakati wowote. Na hata vyama vya upinzani, wapinzani wenzangu, na waomba waache mambo hayo ya kutengenezeana maneno ya kutengenezewa nao kesi za hapa na pale. Mnaondoka kwenye jukumu la msingi, mnacheza ngoma ya mtawala. Acheni, tusimameni. Watanzania wanatutegemea. Watanzania kwa sasa wanategemea vyama vya upinzani kuwatoa hapa walipo. Msikubali kufanya dhambi ya kutakasa maovu yaliyofanywa na serikali hii ya CCM. Msikubali. Mwenyezi Mungu atawasaidia. Tunajua ziki kubwa tulizo nazo, maana kufanya upinzani Tanzania ni afadhali hata mababu zetu waliopambana na wakoloni. Hawa wenzetu tulio nao ni zaidi ya wakoloni. Kama wanaweza kuua watu 518 siku moja, wakauawa, wakazikwa, na wengine hata hawajulikani walipo mpaka sasa hivi, na hawakuona soni wala kuomba radhi wala kufanya chochote, hakuna mkoloni aliyekuwa mkatili kiasi hicho. Lakini tunaofanya upinzani ambao unaweza ukakamatwa tu wawekwa ndani bila hata sheria, ukaanza kuzungushwa tu na maneno ambayo hayaeleweki. Lakini unaweza ukapotezwa, unaweza ukakamatwa ukakaa gerezani muda mrefu, unaweza ukakamatwa ukaenda kuuawa, unaenda ukakamatwa unashushwa kwenye basi unaenda kuchinjwa hadharani. Maanake tunafanya siasa ambazo ni ngumu kweli kweli. Ni za kipindi ambacho ni dhama ambayo haiwezi kupigiwa mfano, haina rekodi wa ulinganifu, haina best practice. Ni sisi tunayashuhudia haya. Kwa hiyo msikubali kutumika na watawala hawa, msikubali kutumika na Chama cha Mapinduzi kuindozi uhalifu uliofanyika. Wapinzani tuungane kwa pamoja. Haya mambo mengine ya chama hiki, mara hiki chama kiko hivi, mara hiki chama, tuacheni, tusimame kwenye hoja ya kuwatetea Watanzania. Mijadala mingine itakuja baadaye, lakini cha sasa tunatakiwa kulipigania taifa letu.